لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد. Tangu karne na karne ndio yakaweza kupatikana haya ambayo tunayo sasa hivi, lakini ulimwengu uliopita na sasa ulimwengu unabadilika, na ulianza kubadilika muda kidogo, lakini sasa ndio umefika kasi. Kama mfano wake mlima ushapanda, sasa ni mteremko, kwa hivyo kasi yake inakuwa ni kubwa sana na ya haraka sana. Kama ukwenda na wakati utapotea. Mheshimiwa Mufti katika kauli mbiu zake anazungumzia kubadilika, kwenda na wakati, kuacha mazoea. Maana yake ni hii, tunaambiwa sisi wanafunzi hapa sasa hivi, taa iliyokuwa kubwa inayong'aa sasa hivi, pamoja na mashaikhi wengi waliokuwa wametangulia nyuma huko, kina Abul Hasan Shadhili, kina Al-Habib Ali Al-Habshi na wengineo huko, mpaka wakaja wakatokea kina Habib Saleh, na nuru ya Habib Saleh mpaka leo ndio hii inang'aa hapa. Al-Habib Ahmed na kaka yake Al-Habib Hussein tunawafahamu. Mwenyezi Mungu inshallah ampe afya huko alipo, na Mwenyezi Mungu ampe nguvu na umri tawil mzee wetu hapa Al-Habib Ahmed kwa yote ambayo wanayofanya. Kazi yao kubwa ni kulea na kuzibadilisha nyoyo na kuzitengeneza ziweze kufuata as-siratul mustaqim, kusimama katika njia iliyokuwa ya sawa. Na kama sisi hatutoendeleza, yatakuwa haya vile vile, kuna hatari ya kupotea. Na wengi wetu tumekwisha kuwa watu wazima, wengine wameshatangulia, na wengine tumekuwa ni watarajiwa wa kukamata nafasi. Ni sisi vijana ambao sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi zilizokuwa zimefanyika, wameshika nafasi sehemu hizi zote, na usimamizi wa mahabaibu bado unaendelea. Mwenyezi Mungu azidi kuwapa nguvu, na markazi kama hizi zinafunguliwa, na misikiti kama hii inafunguliwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili yetu sisi. Viwe ndio vituo vya kuweza kulea malezi yaliyokuwa sawasawa, malezi yaliyokuwa bora, na mwendo uliokuwa bora, naweza kusema na Uislamu uliokuwa bora wa imani na mahaba ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupenda ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aliposema Mtume kwamba katuachia sisi Qur'ani na sunna zake, na katika riwaya itrati ndio kama hii ya Habib Saleh. Si rahisi mtu, hadithi inayosema idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariya au ilmun yuntafa'u bihi au waladun salih yad'u lahu. Si rahisi mtu kupata yote matatu, na hata akiyapata hayo matatu kiwango chake huwa vile vile ni kiwango, si rahisi kupata kiwango kilichokuwa cha juu. Lakini leo nuru ya Habib Saleh inaenea Afrika Mashariki nzima, na mpaka hii leo, na mpaka tuhifadhi nuru hii, tuhifadhi nuru hii, na tuhifadhi uongozi wetu ulioko hapa,
tumebahatika kupata kiongozi kama mufti wetu. Kwanza ni mtu wa tarika, ni mtu ambaye vile vile ametukuza sana mahaba ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupenda ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana utaona kwamba mabadiliko mengi yanakuwa ni kwa sababu ya mahaba. Mufti, sote sisi tuko pamoja na wewe, matatizo ni mengi, lakini tunachokuomba, na mimi kwa upande wangu, uvumilie na maudhi yoyote yanayojitokeza. Ujue kwamba ni kama watu ambao unauwalea. Mtoto wako anaweza kufanya makosa, akagonga kioo cha nyumba, wewe ukadhamini kulipa au ukamkemea mtoto wako, lakini wakati huo huo unataka umhifadhi mtoto wako, kumuongoza wakati huo huo na kumlea vile vile, na vile vile asije akaumia au kuumizwa. Si rahisi kazi hii. Huu ni uongozi wa hali ya juu kweli kweli kabisa. Mwenyezi Mungu akupe kila msaada na kila uwezo uweze kuyaweza haya, na usisahau kuna watu wana mahaba na wewe vile vile, wawe karibu. Hata kwenye chai tuzungumze pamoja, pengine kuna hili na hili na hili na hili, yaweze kunufaisha vile vile. Haya ni mambo yana umuhimu makubwa sana kabisa. Mimi sipendi kutawilisha, lakini nimeona kwamba kulizungumza hili ni muhimu sana. Siko katika mauidha, lakini kama nimefanya sivyo au niliwatamka pengine hayakustahiki pahala kama hapa, Alhabib, unisamehe na unikosoe na ueleze lilokuwa la sawa sawa, na mufti vile vile pamoja. Lakini alhamdulillah tumepata msikiti na misikiti itakuja, na hapa kuna eneo hili ni kubwa sana kabisa. Mambo makubwa vile vile Alhabib aliyokuwa nayo na alaka zake na mambo yake yote kayaweka, kayalenga kwetu sisi. Tusiyapuuze ikhwani, tusiyapuuze, tuwe pamoja na tushikamane na mahaba ya kuwapenda ahlul bait na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuipenda dini yetu na kupenda viongozi wetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Nikizungumza kama nilobahatika kutokana na mufti wetu huyu kuniambia wewe rasmi ni mshauri wangu, na nikapewa haki kuwa mimi ni mshauri wake. Kwa ajili nikizungumza kama mshauri wake pia nina haki, si tu tukiyawata yote hayo, nikizungumza kama ndugu Muislamu, uwe wewe ni mustashar, ni mshauri, ni mkwewa, ni maadamu ni ndugu Muislamu, tena undugu wa mama na baba aliotamka Mola, innamal mu'minuna ikhwa, ni ndugu kwa mama na baba, hakuna na ikhwanu. Kuna tofauti baina ikhwa na ikhwanu. Hakutuambia innamal mu'minuna ikhwanu, ingekuwa ni ndugu tupengane kwa ujomba, kwa mama, lakini ikhwa mama na baba, hilo limenyang'anywa au limemaliza yote ya kutusababisha na sisi kuzungumza hapa. Kwanza natuma salamu kwa al-ikhwa fi Lebanon, al-ikhwa fi Lebanon Beirut, بواسطة السيد وسيم وبواسطة المهندس السيد هيثم القبرصلي، كلفوني ببناء هذه المشاريع. ndugu zetu wa Lubnani wakiongozwa na Wasim na al-Muhandis Haytham, shukrani ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini na wanadamu, man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Nikizungumza haya nina hakika watayapata na watahakikisha kwamba al-mashari' allati usnidat ilayya
qad nufidhat tanfidha kamila. Muradi walionipa nimeutekeleza. Walaysa hunafa hasbu, si hapa tu Kenya tumewajengea misikiti, na hapa ndio tuanza, na nina hakika zitafuatia kazi nyingi za kujenga misikiti yao na kufukua visima vyao. Nikirudi katika kutoa shukurani zetu, ni mshawara na dua tulikizipata kwa samahati al-mufti wakati tukimwambia tumekuja, ingawa siku zote twaja, lakini tumekuja na miradi kama hili, akaibariki. Ikaanza hii miradi, pakaanza hapa. Tunaye ndugu yetu ambaye kwamba alijitolea akaendelea na sisi, akaanza hii kazi. Ndugu yetu Hassan, sisi uko wapi? Uko wapi mwaliko? Hassan huyo ni mmoja. Tulipoanza hapa alisimama na sisi kama mjengaji. Akafuatia ndugu yetu Sheikh Mahmud, ambaye kwamba siwezi kumwambia simama, heshima ya cheo alionacho. Sheikh Tariqa nimwambia simama watu wakuone, lakini watu wote inshallah wamemuona, na yeye tumeendelea naye mpaka sasa. Tuendelea tukitowafahamisha kama haya, huwa ni sampuli ya makosa. Wewe uko na nani? Tumejenga wenye ardhi, kwa hakika mpaka sasa hawajaniruhusu niwataje majina yao. Wengine ni katika wale intubdu sadaqati fa ni'ma hiya au tukfuha. Wengine wangeweza kuniambia Sharifu haikuwa na haja kututaja sisi, lakini wamenipa hii ardhi. Ardhi hii ina eka 25, na ulimwengu wa sasa mahala kama huku, maisha tunayoishi, mtu akupe bure hizi eka 25, Sharifu fanya unachokitaka, si jambo rahisi. Eka 25 mtaziona mkitoka nje, vigingi vile vimetiwa mpaka mwisho, na huku na huku na huku. Ardhi hii ina dharura ingie katika neno alilolishiria huyu mjukuu wangu. Kimwambia simama ni sawa, naweza kumwambia simama usisimame. Sheikh Bahsa alipotueleza maana au neno la Mola la Iqra, soma, taalimi, taqwa. Ardhi hii azimio letu litakaingie kwa kadiri itakavyokuwezekana, maana yaliyokusanywa na Iqra. Mola wetu alimwambia mtume wetu Iqra, soma. Na hapa tunao wanafunzi wengi wanaelewa lugha, hata wasiokuwa wanafunzi wanaelewa lugha. Ukiambiwa soma, una haki ya kuuliza nisome nini? Sababu hii ni fi'li hata kama faulu kwa ulofungamana na nahwu. Ima ilikuwa mtume ambiwe Iqra hadha alkitab, soma hiki chuo, au Iqra hadha alilma, ilmu hii isome, au Iqra hadha alhadith, soma hadithi hii, au Iqra kadha kadha kadha, soma kitu fulani. Lakini alimwambia mtume wetu Muhammad Iqra, na si msomaji mtume wetu kutoona alikuwa yeye. Jibril akambana, utasoma. Iqra, maana biqari, siji kusoma mimi, some nini? Akamwambia Iqra bismi rabbika, ya kwanza soma kwa jina la Mola wako. Hakumwambia soma fiqhi, soma nahwu, soma jiografia, soma lugha, soma. Hakumwambia, alimwambia soma kwa jina la Mola wako. Iqra bismi rabbika, soma kwa jina la Mola wako. Kwa ajili Muislamu amelazimika asome kwa jina la Mola wake. Jiografia, elimu ya bahari, ukulima, sarmala. Nadhani mwaelewa sarmala
yani ni mtu aliyojitolea. Fakana yasiru maa Allah, sara maa Allah. Soma usaramala, soma bomba, soma umeme, soma. Hizi zote ni elimu ambazo Muislamu ni wajibu azipate. Sasa elimu hizi ni kama vyakula. Mtoto ukimzaa leo huwezi kumpa muhogo au lile fupa la nyama. Mtoto ukimzaa leo hunyonya kwa mama yake. Na tukizisema hizi elimu zina aulawia, zina ubora, na hatutafautiani sisi Waislamu kwa jumla. Elimu iliyokuwa bora, awwal wajibin ala al-insani ma'rifatu lillahi biistiqani. Elimu ya kwanza ni kumjua Mola. Hili hatutafautiani sote. Hakuna elimu ya kwanza isipokuwa ni elimu ya dini. Kama vile mtoto akizaliwa, chakula cha kwanza ni maziwa, atakuja kidogo kidogo yeye mwenyewe lile fupa la nyama atalishika kwa mkono wake, ni muhogo. Mola amwambia mtume wetu, ikra, soma. Maana yake soma chochote. Hii ardhi nataka iwe ni katika kusoma. Kitu cha kwanza tumesema ni dini, msikiti tayari. Kitu cha pili, eka 25 zafanya kazi, zaweza kuboreshwa. Elimu ya uboreshaji ni yetu sisi Waislamu. Elimu ya kuweka mabadiliko, kama sura inavyolingania samahatul mufti, kila wakati tujibadilishe. Mola atuambia, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mbona nyinyi hamutaraji heshima? Waqad khalaqakum atwara, Mola amewaumba mubadilike. Atwar, taur baada taur baada, yani awamu baada awamu. Watu walikuwa wakikaa kwenye hema za ngozi. Sasa hata ukataka kukaa katika hema ya ngozi, serikali haitakubalia. Si wakati unaokuishi kwenye mahema ya ngozi tena. Sisi tuko karibu na kiyama, na tuliambiwa mtakapokuona wale walioona wanyonge hawana hata viatu watembea, yatatawaluna fil bunyan, tajenga majumba makubwa. Ile si kutukanwa, ni kuonesha kutakuja mambo yatabadilika. Mpaka walioishi katika mahema walikuwa wakitembea hata viatu hawana, wamejibadilisha sasa, wana maghorofa. Sisi tunataka tuwe ni babu aula. Hapa tushatengeza maplani ya madrasa pamoja na mashule, mahala pa kulala watoto na mambo kadha wa kadha. Tusiteulishe sana. Nia yetu ni kutekeleza neno la ikra, soma. Tumesoma dini msikiti huu, soma elimu shule hii, soma mambo yaliyofungamana na dini, fiqhi, hadithi, sira ila akhirih. Madrasa hii teknolojia au hizi maabara haya tumeyaweka kwa kadri ya nafasi ya kuingia. Eka 5 tutaweza kufanya kitu gani? Tutakuwa tumechukua nafasi na sisi kutekeleza neno la Mola. Hii ndio azma yetu. Samahatul Mufti, situkutawilishia, lakini hata niwaambie ndugu zangu, kwa ishara yako kama mustashari wako, msikiti popote iliyopo na hunu na mfano wa hunu ni lazima ziwe ni nyumba za amani. La dharara wala dhirara, usidhuru wala usidhurike. Hiyo ni moja katika kawaida za fiqh. La dharara wala dhirara, usidhuru mtu wala wewe usidhurike. Kuna na kaida ya pili, adhararu yuzalu, madhara huondoshwa. Mungu asijalie
Mungu asijalie itakapokuwa huu msikiti huu uvunjwe, utavunjwa. Mungu asijalie, lakini samahatul mufti, kazi hiyo iko mkononi mwako. Wakati tutakapokuona mtu ataka kujidhuru, ataka kudhuru watu, tutamwita kwamba hayo unayofanya ni madhara na madhuru watu, usifanye, na ukitofanya tutabomoa. Alianza Mtume kubomoa. Tusomeni alipokuwa akiishi na wanafiki ndani ya msikiti, akiishi na wanafiki na amewasubiria sana mpaka amedhikika. Siku hiyo kwamba toka, toka, kawatoa wanafiki sijui wangapi msikitini, msikiti wake, toka, kawatoa. Na Mtume hakuna mwenye subira kama Mtume, lakini afiki kiwango mpaka kuwatoa watu kuwamezie kuwa hana tena sabra. Watolewa wakasema ule msikiti hautufai, bora tujenge wetu, tutakuwa tukiswali kule, tutaweza kuzungumza mazungumzo yetu, tutaweza kufanya mipango yetu, na hawana mazungumzo wala mipango ila ni kudhuru dini. Juu ya hivyo wakaja kwa Mtume, ya Rasulullah, tumejenga msikiti bwana, tunataka uje tufungulie. Hii sunna kufungua msikiti toka kwa Mtume. Mtume kamba mimi nenda jihadi, lakini nikirudi nitawafungulia. Amerudi, hajafika uzuri Madina, Qur'ani yamwambia kuna watu wamefanya msikiti kuzengea madhara, walladhina takhadhu masjidan dhirara, mpaka mwisho zile aya, wa irsadan liman haraba Allah. Hawa wataka kutegea msikiti huu, ni tegeo hili, wataka kutegea. Ikaendelea mpaka kumwambia la takumfihi, sende wa masjidun usisa ala taqwa, ule msikiti uliojengwa kwa kumwogopa Mungu, uliotia jiwe la msingi wewe Muhammad, ndio msikiti ule, usende kule kabisa. Wale jamaa wako ndani ya msikiti wangoja Mtume waje kufungua msikiti. Kuonekana Mtume na maswahaba zake waja wametukua na makuti ya mitende, wamewasha moto, ukachomwa msikiti. Wale kwa ndani wakashopoka kama mipaka midusi kwa kukimbia. Tukitakacho ni kwamba Mtume kachoma msikiti hasa kwa sababu ni madhara. Adhararu yuzalu, hakuna dini ya madhara kabisa. Na pamoja na masikitiko, wameenea wataka kuleta madhara katika misikiti yetu, si hapa, si Kenya, si Uganda, eneo letu hili. Nikinena eneo letu sipendelei Tanzania, napendelea kwetu hapa Kenya, Uganda, hizi sehemu zetu hizi. Watu wamekuwa watumiwa, watie fujo tu, watie farikano tu, watie ugomvi tu katika kitu hiko. Hakuna. Huu ni msikiti, tusema wazi, ni msikiti wa tarika, ni msikiti wa ile ndia aliyonena Mtume. Kuna mapote 73 yote hatakwenda motoni, ila pote moja tu ndio litaingia peponi. Alipoeleza Mayahudi walifarikana mapote 71, sijui 70 na ngapi, na wakaja Wanasara wakatofautiana sijui mapote mangapi, 72. Akatwambia na nyinyi mtatofautiana mapote 73, yote hatakwenda motoni illa firqatun wahida, ila pote moja tu. Masahaba akamuuliza, ni pote gani ya Rasulullah? Akamwambia allati ana wa ashabi, lile pote langu mimi na masahaba zangu ndilo litakalo kuingia peponi, yatakao kubaki yote yatakwenda motoni. Sasa lake na masahaba zake ni lipi? Ni hili lililotangaa la ahlu sunna wal jamaa. Ahlu sunna walioshika sunna ya Mtume, na jamaa ni ile ile jamaa ya Mtume, watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Alama zao nini? Wapiga vilemba gani? Wavaa majoho gani? Wameweka bendeji gani? Hatuna kitu hiko. Alama yetu
ni ule mwendo wa Mtume. Mtume hakutukana watu, Ahlu Sunna hawafai kutukana watu. Mtume hakuwakufurisha watu, hakumwambia yoyote kwamba wewe ni kafiri. Mtume bali katuhadharisha kwamba mwenye kumwambia ndugu yake kafiri wewe, basi lazima mmoja katika wawili awe ni kafiri. Ima ule uliomwambia awe ni kafiri kweli, ikiwa si kafiri yule, ukafiri warudi kwako, utakuwa kafiri wewe. Haya, watu wasikilie katika ukafiri mpaka kutukana maswahaba za Mtume. Maswahaba ambao kwamba Mwenyezi Mungu akawaambia radhiyallahu anhum wa radhu anhu, fulani motoni, Sayyidina Abubakar sijui nini, Sayyidatina Aisha sijui nini, watukana na maswahaba kama vitambara vya mkono. Ahli Sunna hawana mwendo. Sasa wewe utawajua tu basi, kumbe si nyinyi. Haambiwi mtu ni wewe au ni wewe, yeye mwenyewe mtu atajiita. Ahli Sunna wal Jamaa hawaingii katika tofauti, na hapa hapatokuwa na tofauti. Tutapasimamia wenyewe, tutawaweka watu wanaotaka amani, wawasalishe watu kwa vizuri, wawasomeshe kwa vizuri. Khilafu zako hizo nenda nazo nje, usizilete. Mtume hata kwamba wewe ni wa bid'a hakumwambia mtu leo wewe kufanya jambo dogo tu kafiri, mushrik, mtu wa bid'a. Mtume hakuwa na mwendo huo. Huwezi kuwa ni Ahli Sunna. Sitazidisha, lakini samahati mufti, nimekuja na ilikuwa nisije kwa hakika kwa hali yani kama maraja al-bahraini yaltaq bainahuma barzakh. Ukia wewe mpaka Lungalunga kote huko ni corona, ukiingia Horohoro mpaka huku hakuna corona kabisa. Hii ndio hali tunaoishi kwetu. Hata wenyewe wale wa Kenya tukifika mpakani watuambia sisi bwana mambo yetu ni ajabu, hapa kuna corona, huko mnakokwenda hakuna corona. Hii ni vipi mambo haya Hapa kwa hapa tu, huku iko huku haiko. Ile washika imewaangusha ile waangusha. Hatuna ruhusa kufanana hata mkono, hata kusalimiana. Mpaka sasa ile amri ya Kenya mimi bado imenambato, sione mtu yote anayetaka kunipa mkono kama la mambo yetu ya Kenya. Ukitovaa barakoa kwetu kwa uchache utotozwa 20,000 za Kenya. Huko hatujamuona hata mmoja hapa aliyovaa barakoa. Nikasema hili langu sitalitoa, maana ninalo hapa. Sitalitoa. Hivi mimi tutakuwa ndiye mwenye corona. Lakini alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu, hali yetu nzima tumejikokota kutekeleza undugu na kuja kuonana na nyinyi na kuambia haya tumetekeleza kazi, na bado kuna kazi. Hao jamaa, hao masahibu zangu wako Nigeria, wako Ghana, wako kila mahala, na wakati kila tukimaliza miradi insha Allah taala wao watatupa miradi ile ni nafuu yetu, si visima, si misikiti. Kwa machache haya tuwe ni pamoja, na sababu kuifanyia sheshegi sana hii hafla, maana ilichelewa kidogo kutekelezwa. Hawakujua mambo yaliokuwa mvua ilionyesha tukawa hatuwezi kujenga. Lakini sasa tukifanya hili na tukawa pekee ya sura, wataamini. Kwa ajili hiyo naipeleka kipazaji sauti kwa shekhe wa mkoa. Ndio sikukosea sasa. Nafasi ni yake, pamoja na kumkaribisha Samahatul Mufti, pamoja na kumkurubisha Samahatul Mufti atupe taaliki yake, na huku akijitayarisha kumkurubisha Samahatul Mufti, tukimuomba Mwenyezi Mungu atupe umoja wa kusikizana, atuwekee mashekhe wetu kwa jumla. Wa fil muqaddima Samahatul Mufti. Sina zaidi ya haya.
isipokuwa sitowasimamisha ndugu, sote tulisimama kama chombo kimoja cha kufanya jambo kama hili, lakini tutataka zishuhili tu, hata kama baadaye kuna kufungua rasmi, kuna na kufungua taklidi. Tuweza kusema lile daraja kabla halijaja kufunguliwa wala likitumiwa, na huu msikiti tulikutumia sisi, lakini leo itakuwa ni kama kutumia rasmi. Tumeingia kwa tukongoja wewe kwanza, kisha na sisi tuingie. Kwa hivyo tutaomba, japokuwa ni mwisho, tutatoka na mufti kwa upande hunu aje mlangoni, mlango ule utafungwa. Hiyo ndio inaitwa ufunguzi wa taklidi. Kitu chatumika, mabarabara huwa ikitumika, lakini siku ya kufunguliwa kaya rais kafungua hiki utengezwa. Na sisi tutafanya makusudio yetu watuone kule walikuwa wamtaka Habibi Umar, lakini hawezi kupatikana kwa sasa. Lakini tunaye Samahat al-Mufti, shekhe wetu huyu wa mkoa na ndugu, na kibao chao kile wameona kuhakikishia. Kutaka kuamini ni dharura, wala tuamini liyatmainna qalbi, nyoyo zao zipate kutulia. Kisha mupitie, mkipata nafasi, hata mkiwa hamupitii msikiti hujamalizika, tufanya dharura tu. Una kazi kadha kadha bado zimetusimamia, na tuweka mlango wazi kwa mtu kama Ismaili, kwa mtu kama Sheikh Mahmudu, ana nafasi kumwendea. Kumepungua nini pale? Hayo ni ya baadaye. Tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة بعد والسلام على سيدنا محمد صاحب البركات وعلى آله وصحبه أولي الفضل والخيرات. Kwa hakika nitafanya kazi moja tu niliyopewa ya kumwomba Samahatu Mufti wa Tanzania Sheikh Bakari bin Zubair bin Ali atupe kilma. Al-Habib Al-Sayyid Ahmad Al-Badawi Jamalul Layl amekwisha sema, Al-Sayyid Saleh Bal Hassan amekwisha sema, Sheikh Mahmud bin Sheikh Nuruddin bin Hussein Al-Shadhili amekwisha sema, na Sheikh letu Sheikh Ismail Muhammad amekwisha sema, na mimi mbele yao siwezi kuthubutu kusema lolote. Idhan ruhusa yenu ni muombe Samahatu Mufti achukue fursa hii ili azungumze nasi. Mheshimiwa Mufti, falyatafadhal mashkuran wa maajuran ghair ma'mur. Karibu sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وعلى كل من سلك سبيله واقتفى قصواه من أئمة الأعلام. أما بعد، سموا الشريف الحبيب السيد أحمد بدوي جمل الليل، سموا الشيخ مكوى Alhaji Musa Salu, Mheshimiwa Sheikh Mahmudu Ibn Sheikh Nuruddin Al-Shadhili, Mheshimiwa Al-Habib Sayyid Bal Hassan Saleh Bal Hassan, Mheshimiwa Sheikh Ismaili Muhammad
Mheshimiwa Al-Habib Said Ahmad, mashekhe wote mliohudhuria, Habib Muhammad Badawi, Habib Said Ali bin Hussein Badawi, wanazuoni wote, hatuwezi kuwataja wote, muda hautoshi sana, Waislamu mliohudhuria na waalikwa wote kwa ujumla, vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika muda tulionao na mambo yaliyotangulia, alhalu tantiq, kuna haja ya kueleza jambo lolote, sababu kumesemwa sana kama alivyoeleza Sheikh wa mkoa, watu waliotangulia kusema, na mwishowe amezungumza mzee wetu Al-Habib Al-Sayyid Ahmad Badawi. Zote hizo ni nyadhi ambazo msisitizo wake tuusemee tu kwamba tuyashike tulioambiwa, baada ya kuyashika tuyafanyie kazi. Athar ya mawaidha na miongozo na nyasia zinazotolewa na mashekhe ikuonekanwa kwa wale mashekhe, kwa wale Waislamu kuyafanyia kazi yale walioambiwa. Lakini nimshukuru shukurani za pekee Al-Habibu Said Ahmad Badawi juu ya juhudi za kuweza kusimamia yeye na waliomsaidia kusimamia wote kwa ujumla, kuweza kuhakikisha kwamba kituo kama hiki cha msikiti mzuri kama huu kinakamilika. Na ni kituo kikubwa kwa maelezo tuliyoyapata, ni eneo kubwa la eka 20 kwa eneo la mjini. Kupata eka 20 kwa tunavyoelewa sisi ndani ya mji huu ni jambo gumu sana, zito, na ambalo mtu amejitolea yeye mwenyewe binafsi pasi na kutaka chochote. Mwenyezi Mungu amjaze kheri sana, alitabarra kheri hii. Lakini ninampongeza kwa usimamizi mzuri wa kuweza kuwatafuta wahisani ambao kwa maelezo yake amesema washilia mbali ya kituo hiki kimoja, lakini vitajengwa vingi, masajidi nyingi pamoja na abyar, visima vingi pia vitachimbwa, na hayo yote mambo mawili ndio kiu kubwa sana katika nchi yetu. Kuna maeneo mengi sana ambayo kunahitajika kupatikana misikiti, watu hawana. Na ningekushauri Al-Habib, na wewe ndio mustashari wangu, kwamba ikifikia kipindi cha namna hiyo, basi tutakupa maeneo ambayo yana kiu ya kuweza kupatikana masajidi kama hizo na visima ambavyo wanavihitajia Waislamu na jamii kwa ujumla. Na sisi tunaelewa kwamba visima vinavyojengwa havi kwa manufaa ya Uislamu tu pale ulipo, au kwa ajili ya msikiti tu pale ulipo. Huwa pia misikiti ikatoa nafasi ya maji kutumika na jamii, kwa hiyo kunakuwa na manufaa makubwa sana katika jamii. Kwa hiyo eneo hili na wakazi wa eneo hili wote kwa ujumla watafaidika sana na eneo hili kwa sababu ya mradi huu uliopo, lakini pia na visima vya maji ambavyo vipo. Sisi kama Watanzania na sisi kama Waislamu na sisi kama wenyewe tuna haki ya kushukuru neema hii. Hii ni neema kubwa sana. Lakini niwatambulishe tu kwa nini nimefikia mahala kuona kwamba Al-Habib Al-Sayyid Ahmad Badawi Jamalullail awe mustashari wangu. Unaweza ukashangaa kwamba mbona kamtoa mtu Kenya wakati hapa kuna watu chungu mzima na nini? Wanashindwa watu kuelewa tu. Nimeamua kwamba Al-Habib Sayyid Ahmad Badawi Jamalullail awe mustashari kwa sababu nyingi. Mwanzo, kwanza ni mwanachuoni ambaye tunamkubali, mwanachuoni kwa maana mwanachuoni mwalimu wetu,
amefundisha watu wengi, ametufundisha sana, na elimu yake imesambaa sana katika maeneo yetu ya Tanzania, na kama alivyotangulia kusema kwamba sisi katika hizi nchi tatu ni nchi zetu, Tanzania, Kenya, Uganda, mote humo ni sehemu zetu. Kwa hiyo yeye ni sehemu yake, na alikuwa na haki ya kukitoa alichokuwa nacho kwa ajili ya maeneo yake. Lakini wabdaa biman taul, ibda binafsik thumma man taul. Sasa yeye anayo haki ya kutoa ilmu alionayo katika maeneo haya ya kwetu, lakini ya kutoa kila anachokiona ni kheri na kina manufaa katika maeneo yetu. Kwa mfano hili ambalo ameliona yeye la kuwapata wahisani, kisha wakafanya kazi kubwa Kenya kama hii, lakini akaona isikomelee Kenya tu peke yake, nipeleke sehemu yangu nyingine ambayo ni Tanzania. Akawaleta hapa pakajengwa kitu kama hiki, na walillahi alhamdu wakapatikana watu ambao ni wasimamizi wazuri kama yule aliyesimama yule bwana pamoja na Sheikh Mahmud na wenzake kusimamia kituo hiki mpaka kikajengwa katika kiwango hiki. Ni jambo la kumshukuru sana na kumpongeza Al-Habib Sharif Ahmad Badawi kwa kazi nzuri aliyoifanya. Angeweza kufanya mambo yote Kenya, kwa sababu Kenya ni nchi kubwa, lakini ameona kilichopatikana Kenya atugaie na sisi Tanzania tuweze kufaidika juu ya ile neema ambayo inapitia katika mkono wake. Naomba Mwenyezi Mungu amzidishie zaidi juu ya kheri kama hizi. Na mimi ninamjua kwamba ni mtu msogora wa kuweza kutafuta kheri ziko wapi. Namuelewa katika miji yote ya Kiarabu, namuelewa akiwa Maka, akiwa Madina, akiwa Dubai, akiwa wapi. Yeye anajuana na watu wengi. Hapa unaweza ukampata ukiwa Dubai humpati, hapa unaweza ukampata ukiwa Maka humpati, lakini kwa sababu sisi tunaye, ni mzee wetu, tunampata wakati wote tutapokuwa tunahitajia. Lakini hajatuacha, ametuletea neema kama hii. Kwa ndugu zangu ni Waislamu wa eneo hili na Waislamu wa Dar es Salaam, lakini Waislamu wa Tanzania, tuelewe kwamba Al-Habib Al-Said Ahmad Badawi pamoja na ujumbe wake wote ni wenzetu katika nchi, kwa sababu Tanzania na Kenya wameshirikiana sana katika masuala mbalimbali ya kidini, hasa ya kiilmu na mashirikiano mbalimbali katika masuala mbalimbali, hata mambo ya fatawa mbalimbali watu wameshirikiana, mambo ya mwezi, mambo ya nini. Toka zamani tumeshirikiana na nchi ya Kenya na Uganda. Kwa hiyo huyu ni mzee wetu, tambue namna hiyo. Yeye mwenyewe hawezi kujitambulisha vizuri, nimtambulishe mimi alafu niwaeleze watu kwamba huyu anapoonekana mahali popote katika nchi ya Tanzania ni mwenzetu, plus kwamba yeye pia ndio mshauri wangu kwa masuala ya kiilmu, masuala ya kidini. Muelewe kwamba yeye ni mshauri wangu, na akiwa ni mshauri wangu, lakini ni mshauri wa Waislamu wa Tanzania kupitia ofisi kuu ya Mufti wa Tanzania juu ya masuala yote ya kidini na masuala yanayotaalaki na mambo ya ilmu. Nimempongeza katika hilo na ninashukuru kwa niaba ya Watanzania, niaba yao Watanzania wote, na tunamuomba pia kheri nyingine zaidi ya hizo zikipatikana, basi atuunganishe, aendelee kutukumbuka, aendelee kutusaidia, na sisi kwetu tunamwahidi atapata ushirikiano wa moja kwa moja usiokuwa na kusitasita. Niwakumbushe tu Waislamu juu ya mawaidha yaliyotolewa ambayo hatuna haja sisi ya kurudia tena. Ni mawaidha mazuri sana, na mwisho Al-Habib amezungumza juu ya masuala ya amani, masuala ya utulivu na chokochoko za watu ambao wenyewe ndio wanaona wana Uislamu wa sawasawa, lakini sio Uislamu wa sawasawa. Uislamu wa sawasawa ndio huo aliozungumza Al-Habib wa Ahlus Sunna wal Jamaa, ambao ni watu wenye akhlaq za dini iliyokuwa sawasawa, mwenendo wa kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa tuyashike mawaidha yale na tuyafanyie kazi. Kama nilivyosema, hatutaendelea kusema sana kwa kuwa wakati umekwenda sana, na kuna kazi nyingine ya ufunguzi taklidi, maana watu shaingia shasali
lakini kuna ule ufunguzi taklidi ambao tutafanya sasa hivi kuonyesha kwamba tumefungua sasa rasmi msikiti huu. Ni msikiti ambao unajulikana kwamba tarehe fulani siku fulani umefunguliwa. Kwa hiyo Waislamu wauelewe na katika vyombo vya habari utoke waelewe kwamba kuna msikiti wa aina hii. Lakini vile vile patakuwa na kituo kikuu hapa cha mambo ya kiilmu ambacho pia kitakuwa na utaratibu wa kupangiwa ratiba zake na mwenyewe Al-Habib Said Ahmad Badawi Jamalul Layl. Na hayo ni mambo muhimu sana ya kuweza kutoa ujinga. Tumefasiriwa hapa Iqra na Al-Habib Said Saleh Bahasan, na akazungumza sana Al-Habib Said Ahmad juu ya tafsiri ya neno Iqra. Sasa tutaki kuzunguka tena huko. Sasa tumeelewa maana yake nini. Natakiwa Waislamu tusome, tusio wajinga, tuwe watu wenye kuelewa mambo, na tuingie katika ile slogan yangu ya badilika, jitambue na wacha mazoea. Kuna mambo fulani natakiwa tuyaache, lazima tuelewe, tuletea mambo mazuri. Hivi karibuni Al-Habib alitengeneza utaratibu wa ile silabasi ambao nadhani tulipokea mpaka vitabu. Walimu mko hapa, mlipokea vitabu mbalimbali. Ni mambo tuliyazungumza tukiwa Kenya, tukayaleta, tuliona jambo zuri na linaendelea mpaka sasa hivi kwa ajili ya na sisi tuweze kuungana na wenzetu huko, kwa sababu shahada zetu za madarisi mbalimbali tulizonazo hazitambuliki, ingawa ni sawa sawa na elimu za somo za sawa sawa, lakini katika hawa watu wanataka kutambua vitu vya watu, wao hawatambui. Kwa hiyo kuna utaratibu maalum ambao ukifuatwa huo kwa silabasi hiyo, maana yake ni kwamba vyeti vitaweza kutambulika. Nadhani ya madhara yalitokeza kule Kenya kama ulivyozungumza Al-Habib, watu wamechukuliwa kama makadhi, afu vijana wetu ambao wamesoma vizuri na labda ni zaidi ya wale, lakini hawakuweza kupata nafasi kwa sababu ya havikuwa zile shahada zao zinatambulika. Sasa hayo nayo aliyaona na tukashauriana ili kuokoa umma na kuokoa vijana, lazima tuwafikishe katika hali ya namna hii. Ndio huku kujitambua na kubadilika. Inshallah baada ya kuzungumza hivi Al-Habib, naona sasa tuchukue fursa ya kufanya ile kazi ambayo ndio tunasubiri ili tuweze kumaliza shughuli yetu hii ya leo. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا